hata kwenye mchezo ambao walicheza Zanzibar dhidi ya Ahali. Kwa nini? Kwa sababu atakupa muundo mzuri wakati timu ikiwa inashambuliwa, kwa sababu sio mtu ambaye anasogea sana juu. Kwa hiyo structure ama ule muundo wa uzuiaji hauwezi ukaona una mashimo mengi, kwa sababu yeye sio mtu wa overlap sana. Kwa hiyo tactically mwalimu aliingia na huo mpango. Na hata ukiangalia kwenye namna ambavyo Yanga walikuwa wanazuia, jaribu kuangalia fullbacks ambaye Zimbo alianza. Angalia yeye ndio Safari at least alikuwa anasogea kwa sababu ana hizo sifa. Lakini pia sio mara nyingi. Yanga walikuja na huo mpango kwa sababu waliamini ama walijua tu AS FAR Rabat lazima wataposesi sana mpira. Ilikuwa wazi. Na wote tuliona namna ambavyo Yanga waliweza kuwa nyuma ya mpira. Nilipenda approach, lakini namna unaianza dakika 15 za kwanza tutakuwa assess na namna ambavyo utaendelea mpaka mwisho. Sasa hizi time kwenye mpira wa miguu zimegawanyika, huwa zina maana kubwa sana. 0 mpaka 15 ni namna ambavyo timu inaweza ikawa inaangalia tunasomana. Lakini pia kwenye hizo moment pia kuna funguaga magoli hapo. Yaani unaweza ukashtukizwa tu wakati unajiandaa na mimi muangalie na yeye anakuangalia, inatokea mtu anakufunga. Kwa hiyo waliweza ku maintain hiyo. Yaani kama ni contain pressure waliweza. Walichagua kuwa na mid block kama sehemu yao ya kwanza ya kukaba. Kwa nini? Kwa sababu kuwa na ukaribu kwenye mistari mitatu. Zile lines tatu zile tunaita vertical compactness. Line ya ulinzi, line ya midfield na line ya juu ambao walicheza depth kama isolated player. Yaani mshambuliaji ambaye ametengwa kutokana na mpango kazi wetu. Kwa hiyo sisi tukipata mpira tutapiga ndege uweze kuhold, wakati midfielders wanakuja uweze kuachia mpira. Kwa hiyo ndio mpango kazi ambao Yanga walikuwa nao. Na utaona zaidi ni kwa nini timu nyingi za kaskazini zinakuwa zinasifika kushinda mipira ya juu, lakini mechi ya juzi Yanga walikuwa bora zaidi. Kwenye overall performance, Bakari Nondo walifanya clearance ya kichwa kutumia kichwa chake mara 12. Mara 12. Maana yake inakupa picha kwamba aerial balls zote zilizokuwa zinadondoka Yanga walikuwa watu wa kwanza kuziwini. Na hiyo tumeona kwamba namna gani ambavyo walinufaika. Walinufaika pia kwa sababu hata AS FAR Rabat kiachana kumiliki sana mpira, lakini ukirudi kwenye mahesabu, wakati unaposhambulia unapaswa kuwa na wachezaji wengi ndani ya box la mpinzani. Lakini FAR Rabat kuna nyakati walikuwa wanamezwa na wachezaji wa Yanga. Yaani unakuta Yanga wako 4, FAR Rabat wako 3 ama 2. Kwa nini? Nao walikuwa sio kwamba hawaogopi Yanga. Sio kwamba walikuwa wanafanya vile hawapendi, lakini wanajua kwamba tukikamatwa kwenye mtego wa transition Yanga wana runners wazuri. Pacome anaweza akakimbia na mpira, Max anaweza akakimbia na mpira. Inawezekana tukija kufungwa goli ambalo la turnovers. Yaani wewe ulikuwa unashambulia, nikakupora mpira, nikaona spaces, nikapasia, timu ikatembea. Ndio kitu ambacho nilikiona mara nyingi kwamba wanakuwa wachache. Lakini pia kingine ambacho nilikiona kama faida, je, unaposhinda mpira wa kwanza nini kinafuata? Maana yake unaodondosha wapi? Unafanya clearance, mpira unaenda mbele ama unadondoka kwenye eneo lako. Kwa hiyo kama ukidondoka kwenye eneo lako, inabidi tu mchezaji wako aushinde. Waliofanikiwa sana ndio wakaja kukosea kwenye mpira wa kwanza ambao Bakari aliukia ukadondoka ndani ya box. Sasa second ball ambayo ili wahukumu ndio ile ambayo wanafungwa. Lakini second balls nyingi pia Yanga walizishinda, lakini kwenye moja ambayo ilitokea ambao wanafungwa ni ile dakika 84 kwamba Bakari ameruka ame clear mpira unadondoka ndani ya boxi, anauchukua mchezaji wa AS FAR Rabat, anapata space, Boka yuko mbali kidogo, reaction speed haikuwa ile ambayo tulikuwa tunatarajia, Mzize yuko nyuma kidogo, kama unaweza ukasema alikuwa na uwezo wa kuingilia pale mchezo unafungwa. Kwa hiyo nyakati za mpira wa miguu zinakwambia kuna zile moment ambazo ukifanya mistake ama ukijisahau kidogo, mazuri yako yote ya nyuma yanamezwa. Kwa hiyo pale ndio unaanza kupata picha sasa kwamba dakika 84 zote za Yanga kuzuia, 83 za Yanga kuzuia vizuri, kosa moja ambalo limetokea ndani ya dakika 84 limebadilisha mchezo mzima. Ndio kitu ambacho pengine nakiona kama changamoto kubwa, lakini pia kuna mazuri ambayo wameyafanya ambayo naamini kocha ameondoka nalo kama somo. Pedro, nikiwa na maana gani? Angalia nafasi ambazo walipata wakashindwa kuconvert.
Kwa hiyo kocha kwa hiyo kocha atasema yes, hapa narudi tena kwenye uwanja wa mazoezi, nataka tuwe wakatili kwenye lango la mpinzani, kwa sababu kwamba mechi tunaoiendea itakuwa tofauti zaidi. Kwa hiyo hilo pia ni faida ambayo kocha anakuwa anapata matumaini, kwa sababu kuna wakati unaweza ukakaa nyuma afu mpaka dakika 90 timu itengeneze tena nafasi. Kwa hiyo mwalimu anaweza kusema nina kazi nyingine ya kuzuia tena, afu nianze tena kwenda kwenye uwanja mazoezi nianze kufundisha watu kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kwenye offensive play Zo walikuwa wanacheza kwa kujibu, lakini pia tuliona uhatari pale ambapo waliweza kufanikiwa kusogea kwenye lango la RS FAR Rabat. Swali moja sekunde 30. Kila akitoka Damaro Kamara kuna mianya, na akiingia Mudathiri haya basi kuna changamoto zaidi. Unaona Yanga wanafikika zaidi, wanafika sana timu yoyote wanaokutana nayo kwenye final. Alionyeshwa kadi ya njano, nadhani ni kocha aliona sasa hivi tactical change, kwa maana nitoe ili niweze kuepusha na balaa lingine zile katokea. Na nafikiri hiyo ndio changamoto kubwa ambayo Yanga atakuwa anakutana nayo sana kwenye mechi ambazo wanakuwa nyuma ya mpira. Tegemea kuona hicho kwa Damaro. Unajua, nilikuwa nimejaribu kuangalia viungo wakabaji wengi ambao wamepita. Nilikuwa nimemwangalia Tadeo Rwanga, nimemwangalia James Kotei, nimemwangalia huyu Aridi Aucho, afu namweka na yeye. Ni aina ya viungo ambao Aucho anaweza akacheza foul, Tadeo alikuwa anacheza foul, tunaangalia wakina Kotei wale enzi zile. Lakini sio aina ya foul ambazo mara nyingi huwa unachelewa kufika kwenye tukio. Unanielewa? Yaani Damaro ambacho unakiona kwamba kunusa ana late, ananusa lakini anachelewa kufika kwenye tukio. Kwa ukichelewa kufika kwenye tukio lazima utacheza foul. Sasa huwezi ukaliona hili kwenye mechi ambazo Yanga anaposesi sana mpira. Yaani hii huwezi ukaiona. Nadhani hata mechi ya Zanzibar uliona namna gani Yanga waliachiwa mpira na Ahali. Nadhani uliona alivyokuwa anaposesi, yaani yes. Lakini utamuona kipindi ambacho Yanga wao ndio wanautafuta mpira. Kwa sababu gani? Ukiwa hauna mpira maana yake lazima utumie ile, yani utembee utafute. Kwa hiyo ndio unaweza kukuta kwenye hizo moment inatokea hivi. Ni sababu ambayo mwalimu aliona pengine tusicheze pungufu. Yaani alinusa labda inawezekana ikatokea hao jamaa wakapushi zaidi kipindi cha pili, wakapushi afu mchezaji namjua kabisa na hizi sifa, inawezekana tukapata kadi tukacheza pungufu. Lakini anayeingia aliingia nani? Aliingia Isla kabla kuingia Mudathiri haya. Isla akaja wide, si ndio? Kwa hiyo bado alitoka kiungo mkabaji, lakini hakuingia mtu mwenye sifa za kucheza kama kiungo mkabaji. Unanielewa? Kwa hiyo Yanga walikuwa na mabeki watatu, ambaye mmoja ni Dickson Jobo ambaye ndio wao anaiba kama namba 6. Si ndio? Wakati Isla anacheza pembeni. Bado typical, uwezo ukapata suluhisho zaidi kwa kumchezesha mtu ambaye ana sifa za beki kwenye mechi namna ile ambao muda mwingi watu wanakuja. Yaani kuna namna ambavyo naweza nikafit kucheza sehemu fulani, lakini sehemu fulani nitacheza lakini sio kwa ule ubora ambao ulinizoea kucheza sehemu fulani. Alafu sasa unaangalia na approach ya mpinzani. Mara nyingi wanakuja. Timu ambayo inashambulia sana ni rahisi sana kuona udhaifu wa timu pinzani ambayo inazuia. Ndio maana wakati mwingine kwenye ligi yetu hapa nasema ni ngumu kuona madhaifu ya Yanga kwa mchezaji mmoja, kwa sababu muda mwingi Yanga wanamiliki mpira, Simba wanamiliki mpira. Ni ngumu kujua udhaifu wa huyu mchezaji kwa sababu system inambeba, lakini pia system inaweza ikakukataa. Ndio hapa ambapo unarudi sasa, so what if sisi hatuna mpira? What if tukiwa na mpira? Nataka kuone shinikizo ambalo unawekewa utafanya vitu gani bora. Kwa hiyo nafikiri pia hiyo ni miongoni mwa changamoto ambayo moja kwa moja inaweza ikawa inasababisha kuonekana ukuta unafikika rahisi, kwa sababu hatuna mtu ambaye ana zile instincts za namba 6 pase akitoka Kamara. Nikimaliza kwako tu niliondoe kwako, anacheza na Jessica Kabila Meka, mechi 3 hajapoteza, ametoka sare 3, ametoka na FAR Rabat, katoka na Ahali pia. Na ametoka pia na Yanga sare tu, yeye ni suluhu. Wanakutana na Africans, Yanga wanataka magoli 3 kwake. 3. It's possible. Kwenye mpira wa miguu inawezekana. Lakini kuna kitu ambacho mimi pia na nimemsikiliza Ali ameongea vizuri kwenye namna ambavyo kwanza kama wangevuna alama nyingi sidhani kama hao maneno yangekuwa sasa hivi yanaongelewa mengi hivyo. Lakini lakini tuongee ukweli, tuongee mpira. Sio mechi rahisi lakini inawezekana. Mi comment nyingi ambazo naziona kuna wakati naangalia mpaka kuna baadhi ya watu ambao nawaheshimu kwamba wanavyoongelea JS Kabylie, yani kama unacheza na timu ambayo
yani kwamba watakuja kusimama. Mimi ndio hicho ambacho sitaki kuamini. Yani ndio kitu ambacho sitaki kuamini sana, kwa sababu tayari ukiwa na matamanio makubwa, alafu tayari ukiwa unataka kitu, yani kabisa target ni hii, manake naogopa sana kunaswa kwenye transition. Hicho ndio kitu ambacho nakihofia. Yani Yanga watahitaji magoli kwa namna yoyote ile, timu itakuwa juu. Yani hiyo ni obvious, timu itakuwa sana juu. Sasa sisi tunapanga mpango gani endapo tumefeli shambulizi letu kule, Kabiliwa amepola mpira? Noti hichi kitu tunachokwambia. Inawezekana moment ambazo zikawa ngumu zaidi kwa Yanga kwenye hiyo mechi ni kukaba turnovers, yani ni kuzuia kwenye shambulizi la pili. Unajua wakati mwingine kwenye mechi muhimu kama hizi, kwanza